Nilipanga chumba kilichohifadhiwa maiti. Kwa majina naitwa Abduli Saidi. Nina umri wa miaka 29. Ninaishi Dar es Salaam, maeneo ya Gongo la Mboto, mitaa ya Ulongoni B. Kuna kipindi niliwahi kuwa Zanzibar, maeneo ya Stone Town, mitaa ya Mkunazini. Nilikuwa huko kikazi. Nilikuwa nimeenda kufanya kazi za saidia fundi katika idara ya ujenzi. Nikiwa huko niliwahi kupatwa na mkasa mmoja ambao sitausahau hadi hivi leo. Ndiyo, nilipanga chumba mitaa hiyo ya Mkunazini, maeneo ambayo yalikuwa na majengo mengi ya kale na historia nyingi sana za zamani. Wakazi wa Mkunazini walikuwa na maisha ya kawaida kabisa. Ndiyo, niliweza kupata chumba huko kwa sababu niliona angalau nitaweza kuendesha maisha yangu kulingana na kipato changu kuwa chini, lakini pia ukilinganisha na uhari wa maisha ya Zanzibar. Basi wakati wa kuulizia vyumba, niliweza kufika kwenye nyumba moja kubwa ambapo awali nilijua ni nyumba ya kupanga, kumbe la asha, ilikuwa ni nyumba ya familia. Nilipofika hapo niliweza kupokelewa na mama mmoja mtu mzima kiasi. Alikuwa mama wa Kizanzibari na mama huyu alijitambulisha kwa jina la Mama Laula. Mama Laula ndiyo alikuwa mama mwenye nyumba wangu. Hapo awali nilimweleza kuwa nimezunguka sana kutafuta chumba ila nimekosa chumba cha gharama nafuu. Nilipomweleza hivyo akaniambia hata yeye anayo nyumba ya kupangisha, lakini kwa bahati mbaya nyumba yake imeshajaa wapangaji. Ila kwa sababu nimezunguka sana, akaniambia kuna chumba kipo, atanipangishia tena kwa gharama za chini kabisa. Akaniambia hata hivyo chumba hiko hakijawahi kuwa na mpangaji yoyote yule, na ni mwaka sasa na mimi ndiyo mpangaji wa kwanza tangu kukamilika kwa chumba hiko. Mama huyu aliweza kuniambia chumba hiko kina gharama ya shilingi 5,000 tu kwa mwezi. Ndugu msikilizaji, nilishangaa sana kwa maisha ya Zanzibar upate chumba cha 5,000 kweli. Nilihisi hakitakuwa chumba kizuri hata kidogo, lakini aliponipeleka kwenye chumba hiko nilishangaa sana. Ndiyo, chumba kilikuwa kizuri sana, kilikuwa na rangi nyeupe ya kuvutia, kilikuwa na sakafu ya tailizi na feni ya kupendeza juu, na kilikuwa na madirisha makubwa na mazuri mno. Cha kushangaza chumba hiko kilikuwa na kitanda pia, kilikuwa na kitanda kikubwa tena na godoro lake la 6 kwa 6. Japo hakukuwa na kitu kingine chochote ila uwepo wa kitanda hiko tu peke yake ulinishangaza sana. Ndiyo, upate wapi chumba kama hiko Zanzibar, kizuri kiasi hiko, tena na kitanda kipo ndani kwa gharama ya shilingi 5,000? Nilishusha pumzi ndefu na kumgeukia yule mama ambaye alijitambulisha kwa jina la Mama Laula, na hapo nikamuuliza tena gharama za chumba hiko, maana nilihisi atakuwa akakosea kutaja gharama hapo awali. Lakini nilipomuuliza hivyo, mama huyo akarudia tena vile vile shilingi 5,000. Lakini aliposema hivyo akaendelea kuwa naweza kutoa kianzio, yaani mwezi mmoja, ama ninaweza kutoa miezi 3, ni kulingana tu na vile ambavyo mimi nilikuwa nimejipanga. Kiukweli nilijiona nina bahati sana kwa upande mwingine, japo kuna kitu kimoja kilikuwa kinanishangaza sana. Ndiyo, chumba hiko kilikuwa kiko mbali sana na makazi ya watu.
kilikuwa ni chumba ambacho kimejitenga kabisa, kiko peke yake, na sio tu kujitenga, kilikuwa kimejengwa chumba peke yake. Yaani kilikuwa kimejengwa chumba kikubwa na choo chake kwa ndani. Kilikuwa ni chumba kimoja tu na hakukuwa na muunganiko wa kusema kwamba wataendelea kujenga vyumba vingine. La hasha. Jambo lingine lililonishangaza ni harufu ya malashi yaliyokuwepo ndani ya chumba hiko. Mpenzi msikilizaji, chumba kilikuwa kinanukia sana na kilikuwa ni kisafi sana, mpaka nikajiuliza, hivi kweli watu hawakioni hiki chumba mpaka kikae mwaka mzima bila mpangaji? Kiukweli nilikuwa ninakatabia ka uvivu wa kufua, ila niliapia itabidi nijitahidi katika chumba hiko angalau niweze kuwa msafi. Basi haraka nilitoa kiasi cha shilingi 20,000. Nilihisi kuchelewa kwangu kutoa kodi na kumpatia Mama Laula kunaweza kukabadili mawazo yake na akajikuta ananipandishia kodi. Haraka nilitoa kiasi hiko na kumpatia yule mama. Nilitoa 20,000, yani kodi ya miezi 4. Basi akaipokea, kisha akashukuru, na yeye akaniambia kuwa kuna masharti machache tu natakiwa kuyafata ili niweze kuishi vizuri katika chumba hiko. Ndiyo, nilikaa kusikiliza masharti hayo, na yule mama alianza kwa kuniambia. Kwanza alinionyesha kile choo ambacho kimeambatana na kile chumba. Aliponionyesha choo hiko, akaniambia kuwa siruhusiwi kabisa kutumia choo hiko, hata kwa bahati mbaya, hata kwa dharura. Lakini sio tu kukitumia, hata kukifungua siruhusiwi kabisa. Kiukweli nilishangaa sana na nikataka kuhoji, lakini nilipotaka kuhoji akanikatisha, kisha akaendelea kuongea. Aliniambia nikisikia haja iwe ndogo au kubwa, basi natakiwa niende nje nikatafute mahali pa kujisaidia, na sio humo ndani, wala sio katika hiko choo. Nilishangaa sana masharti hayo, kisha akaendelea kuongea. Kingine aliniambia sitakiwi kufungulia mziki kwa sauti ya juu hata kidogo, lakini kingine siruhusiwi kuingiza mwanamke yoyote katika chumba hiko kwa lengo la kufanya naye mapenzi. Aliniambia nikafanyie mbali kabisa na eneo hilo, wala sio humo ndani. Tena aliniambia hata awe mke wangu. Sharti lingine aliniambia sitaruhusiwa kuhama mpaka kodi yangu itakapoisha. Yaani hairuhusiwi kabisa, hata itokee dharura kiasi gani, lazima kodi yangu iishe kwanza ndiyo nihame. Ndugu msikilizaji, kiukweli niliyashangaa sana masharti haya. Wakati mwingine ukiwa mpangaji, unaweza ukakutana na dharura ambazo zitakulazimisha uhame kabla ya kodi yako kuisha, lakini mama huyu kwake ilikuwa ni hapana, hairuhusiwi kabisa kufanya kitu kama hiko. Nilisikiliza masharti hayo, kiukweli yalikuwa magumu sana, hasa ili swala la kuleta msichana humu ndani kwa lengo la kufanya naye mapenzi au kutumia choo hiko. Angalau hili la mziki nitalimudu, lakini haya mawili niliona ni mtihani mkubwa sana. Hili la kuacha choo cha humo ndani na kwenda nje kutafuta pa kujisaidia ndio lilikuwa la kunishangaza sana. Niliwaza kidogo nitaishije maisha hayo, lakini nikagundua kuwa hata hivyo kibarua chenyewe kilichonileta Zanzibar wala hakizidi miezi 4, na hata hivyo bado sijaoa kusema eti nilikuja na mke, hivyo nitaishi kibishi tu,
kazi ikiisha nitarudi zangu nyumbani. Nilijipa moyo na nikakubaliana na yule mama. Baada ya hapo, yule mama aliniaga na kuondoka zake. Lakini kabla hajafika mbali, nikagundua kuwa hajanipa funguo za chumba hiko. Nilimwambia hivyo, lakini cha kushangaza mama Laula aliniambia niwe na amani kabisa, wala hakuna wezi katika mitaa hiyo, sitoibiwa kitu chochote kile, yaani hata nisipofunga mlango. Ilikuwa ni mambo ya kipekee sana, na hapo baada ya kuagana na mama Laula, nikaamua kurudi ndani, kisha nikajilaza zangu kwenye kitanda hiko ndani ya chumba changu kipya nilichopangishiwa na mama Laula. Asubuhi ilipofika, niliweza kwenda kwenye kibarua changu, na nilipofika niliweza kuwaeleza baadhi ya rafiki zangu kuhusiana na bahati niliyoipata ya kupata chumba kizuri kwa gharama nafuu. Baadhi ya marafiki zangu niliwaeleza walikuwa ni wenyeji sana katika maeneo hayo, na wengine walikuwa wanaishi katika ule mtaa wa Mkunazini na ni wenyeji wa muda mrefu sana. Lakini nilipoeleza kuhusiana na chumba hiko, majibu yao yalikuwa yanashangaza sana. Ndiyo, walisema kuwa katika eneo hilo, mbona hakuna chumba cha namna hiyo? Waliniambia katika eneo la Stone Town Mkunazini ni eneo dogo sana, hivyo kuna mtaa tu ambao ulikuwa umetengwa kwa ajili ya watu kuweza kujenga nyumba zao, na wengi walikuwa wamejenga nyumba za kupangisha huko, lakini sio chumba ambacho kilikuwa kimejengwa mbali na maeneo hayo, kwa maana maeneo mengine yote ni hifadhi ya maji na watu hawaruhusiwi kujenga huko. Ndio maana watu walikuwa wametengewa eneo la pamoja. Sasa mimi nikisema kuna chumba kimejengwa kwa kujitenga maeneo hayo, ni kipi? Na kitajengwa wapi tofauti na eneo hilo? Kama sio mitaa hiyo ya Stone Town, hakuna sehemu nyingine. Wengine walienda mbali wakasema labda niende mbali na Mkunazini, pengine niende Bububu, Paje au Michamvi, lakini sio hapo Stone Town Mkunazini. Hapo ninapopasemea hakuna chumba cha namna hiyo. Tena huo upande ninaosema kuna hiko chumba ndo hairuhusiwi kabisa mtu kusogea. Sikuweza kuongea tena. Nilihisi labda mimi ni mgeni, hivyo nimeshindwa kuwaelekeza vizuri. Nikaamua kupozia. Basi tulimaliza kazi, kisha nikarudi nyumbani usiku, na njia za mitaa hiyo mpaka kuelekea katika chumba hiko wala hapa kunisumbua kabisa, maana chumba kilikuwa kimejitenga peke yake mbali na makazi ya watu, hivyo ilikuwa rahisi sana kukariri njia. Basi nilifika nikaingia ndani ya chumba changu, japo harufu ya marashi safari hii ilikuwa kali sana na sikuelewa imeongezwa na nani. Nilihisi labda ni huyu mama anaongeza uzuri wa chumba chake, ndiyo maana labda aliniambia hata nisifunge mlango. Nilirudi, lakini kiukweli nilihitaji kuoga, lakini sikujua nitaogea wapi kutokana na masharti ya chumba hiko. Kuna muda nilitamani kufungua mlango wa chooni ili niingie haraka na nioge, alafu nisafishe vizuri. Mama Laula atakapokuja pengine asijue kuwa nimetumia choo hicho. Alafu nikishafanya hivyo leo, kuanzia kesho niwe naoga uko uko kazini. Wakati nawaza hayo, nilijikuta nina sita kidogo. Inawezekana mama mwenye nyumba ameniambia nisifunge mlango ili nikitoka awe anakuja kukagua chumba chake. Basi niliachana na mawazo hayo ya kufungua mlango wa choo hicho, nikawa nafikiria cha kufanya, au niende bichi nikaoge.
Lakini nikiwa na waza hayo, punde nikasikia kama kuna mtu anaoga ndani ya choo hiko, tena anaoga kupitia bomba la mvua, yaani yale mabomba ya juu. Ndiyo, kuna mtu alikuwa anaoga na nilisikia vema maji yakimwagika kutoka juu kushuka chini. Kiukweli ikabidi nikae kwanza kitandani kwangu ili niweze kuona mtu huyo ni nani. Kwa nini aoge katika chumba changu bila ridhaa yangu, tena kwenye choo ambacho hata mimi mwenyewe nimekatazwa kukitumia? Au ni mama mwenye nyumba? Sikutaka kujiuliza sana, nikakaa nisubiri ili niweze kumwona mtu huyo ambaye alikuwa anaoga katika chumba changu, kwa maana kwa vyovyote tu angetoka kupitia mlango huo ambao uko mbele yangu na hakukuwa na njia nyingine. Lakini baada ya dakika 15 nilisikia maji hayo yamekata, kuashiria kwamba muogaji kashamaliza na anaweza akatoka muda wowote. Kiukweli nilijikuta nimesubiri muda mrefu sana. Muda ulienda na wala sikuona mtu anatoka. Kiukweli nilichoka kusubiri. Ilinibidi nilazimike kuingia humo chooni ili kuhakikisha nilichokusikia. Basi wala sikufanya ajizi, nikafungua mlango wa choo hiko na kutizama ndani huyu aliyekuwa anaoga, alafu akatulia ghafla pasipo kutoka ni nani. Kiukweli nilikuwa nimeweza kuufungua mlango wa choo hiko na lengo langu lilikuwa ni kuhakikisha tu kile ambacho nimekisikia, lakini huwezi amini kile ambacho nimekutana nacho. Mpenzi msikilizaji, choo hiko kilikuwa kimejaa dhahabu tupu, yaani kila kitu ndani ya choo hicho kilikuwa ni cha dhahabu, kuanzia koki ya bomba, sakafu, vyote vilikuwa na dhahabu, mpaka choo kilikuwa ni choo cha kukaa, yaani vile ni mpaka choo kilikuwa ni choo cha kukaa, yaani vile vyoo ambavyo sinki yake iko juu, na chenyewe kilikuwa ni choo cha dhahabu. Niliogopa sana, nikajikuta natetemeka, nikatoka haraka, kisha nikaufunga mlango wa choo hiko. Hapo nikakaa pembeni kidogo na kuanza kuwaza, au ndiyo maana mama mwenye nyumba hakutaka niingie, kumbe kaficha utajiri? Sikutaka kukaa tena ndani humo, akili ya tamaa ilianza kunishika. Niliwaza niibe na niweze kuondoka. Lakini kabla sijafanya hivyo, nilienda mahali fulani, ambapo nilipofika huko, nilikuta wazee wamejikusanya kwa pamoja wanakunywa kahawa, huku wakipiga soga za hapa na pale. Nikakaa hapo kisha nikawaza, nifanyeje? Sijui ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea katika kichwa changu, lakini nilikuwa ninatamani niibe ile dhahabu na niweze kukimbia. Nilijikuta kwenye dimbwi kubwa sana la mawazo, mpaka nilipokuja kustuka, nilipotizama saa yangu ya mkononi, tayari ilikuwa imehitimu saa 5 za usiku. Nikatoka haraka kuwahi nyumbani kulala ili kesho niweze kuwahi kibaruani, huku bado wazo la kuiba ile dhahabu lilikuwepo kichwani mwangu. Nilishika njia kuelekea nyumbani, lakini nilipofika eneo lile ambalo ndipo kile chupa changu kilikuwepo, huwezi amini mpenzi msikilizaji, wala sikukiona chumba kile. Ndiyo, eneo lilikuwa lile lile. Nilijiuliza, nimekosea njia? Lakini kila kitu kilikuwa vile vile, na jibu likaja ndio hapo hapo. Sasa je, chumba kiko wapi? Nilijihisi kama nina mawenge. Niligeuka kushoto na kulia, lakini sikuweza kuona kitu zaidi ya kuona eneo hilo lote likiwa tupu kabisa. Basi kwa uoga na maswali mengi, nilijikuta natoka eneo hilo haraka, na muda huo wa usiku niliamua kurudi kule kule kwa
na muda huo wa usiku niliamua kurudi kule kule kwa wale wazee walipokuwa wanakunywa kahawa, huku nikizidi kuwa na mawazo kuwa mbona ndio pale pale, sasa chumba kiko wapi? Sikuwa na kunywa kahawa na wale wazee, ila nilikaa pembeni kidogo, nikawa naendelea na mawazo yangu juu ya kile chumba. Nilianza kuwaza, mbona kile chumba ni kama kina maajabu hivi? Niliwaza muda mrefu na hatimaye nikajikuta nimelala pale pale hadi kuna pambazuka. Ndiyo, nililala pale pale, lakini cha ajabu palipokucha, nilijikuta nimeamkia ndani ya kile chumba changu, lakini nikiwa na kumbukumbu zote kuwa jana sikulala ndani ya chumba hicho. Kiukweli niliamka nikawa kama mtu niliyechanganyikiwa. Nilikaa kitako huku nikiwaza sana juu ya haya mambo machache yaliyoweza kunitokea. Niliwaza muda mrefu sana na nilishindwa hata kutoka kwenda kibaruani mpaka giza likaingia. Nilikuwa nawaza, je, haya yaliyonitokea ni ndoto au yamenitokea kweli? Nikiwa hapo muda huo wa jioni, punde nilisikia hodi ikibishwa. Ndiyo, kuna mtu alikuwa anabisha hodi mlangoni. Nilitulia dakika 3 hivi ili nione kama mtu huyo ataacha au ataendelea kubisha. Basi nilipoona anaendelea kubisha, ndipo nikaenda kufungua mlango wa chumba hiko. Nilifungua mlango, lakini cha kushangaza sikuona mtu nje. Nilishangaa sana. Ilinibidi nitake kutoka nje ili niweze kumwangalia vizuri huyo aliyekuwa anabisha. Ndiyo, nilitaka nitoke nje kabisa, ikiwezekana nizunguke mpaka upande wa pili, maana nilikuwa nimeshaanza kukiogopa chumba hiko, na hapo mawazo mengine yaliniambia niweze kuondoka na nisirudi tena katika eneo hilo. Lakini kabla sijatoka nje kabisa, nilihisi kuna mtu amenizuia kwa kunishika mkono ili nisiondoke. Kiukweli niligeuka haraka sana ili niweze kujua huyo mtu katokea wapi ndani ya chumba hiko hadi anishike mkono. Kiukweli hata nilipogeuka pia sikuweza kumwona mtu huyo ambaye alikuwa amenishika mkono, na hapo nilishangaa mlango wa chumba hiko ukijirudisha kwa kasi na kujifunga wenyewe mpaka kujiloki. Kiukweli niliogopa sana. Nilijaribu kufungua mlango huo ila haukufunguka kabisa. Basi nikawa nimeendelea kukwama ndani ya chumba hiko na wala nisijue nitafanya nini. Mapigo ya moyo yalikuwa kasi sana. Hofu ilizidi kunitawala. Nilitizama madirisha kama yanaweza kuwa njia ya mimi kutoka baada ya mlango kushindwa kufunguka, lakini jibu lilikuwa hapana. Basi nikiwa hapo nilianza kuona mlango wa choo nao ukifunguliwa taratibu. Ndiyo, ulikuwa unafunguliwa. Ulifunguliwa mpaka mwisho, lakini cha kushangaza hakukuwa na mtu yoyote ambaye alionekana kutoka ndani ya choo hicho. Yaani ni kama mlango ulikuwa umejifungua peke yake. Niliogopa sana, lakini jambo lingine la kushangaza, sikuona kabisa zile dhahabu nilizoziona awali, lakini niliona nyoka wengi sana wadogo wadogo waliokuwa wakifoka mbele yangu kama wanataka kunidhuru. Kiukweli nilikimbilia mlango wa kutoka nje ya chumba hiko na kulazimisha kuufungua huku nikipiga kelele, na hapo mlango ukakubali kufunguka na nikafanikiwa kutoka nje. Wakati yote hayo yanatokea, bahati mbaya sikuchukua namba ya Mama Laula ambaye ndiyo mama mwenye nyumba siku ile. Laiti kama ningekumbuka kuchukua, inawezekana ningempigia simu kumweleza hayo yanayonitokea.
Basi nilifanikiwa kutoka nje ya chumba hicho, na hapo nilipotoka nje wazo likaja niende ule mtaa ambao nilikutana naye huyu mama kabla hajaja kunionyesha chumba hiki. Nilitoka mbio mpaka nilipofika kwenye ule mtaa, nikafika kwenye ile nyumba nilipokutana na mama Laula siku ya kwanza. Lakini nilipofika hapo safari hii, sikukutana na mama Laula, bali nikakutana na mzee mmoja wa makamo hivi, akiwa amekaa kibarazani na mabinti wadogo wawili. Nilifunga breki nikiwa na hema sana, mpaka yule mzee akawa ananishangaa. Alinitazama kwa muda kidogo, kisha kunihoji, "Kijana, vipi, shida nini?" Ilibidi nimuulizie mama Laula kama nimemkuta, lakini nilipomuulizia mama Laula nilishangaa yule mzee akinitizama tena kwa muda, kisha akamtizama moja kati ya watoto wake ambao alikuwa amekaa nao pale kibarazani. Alipomtizama mtoto huyo nikamsikia akimwambia, "Laula, hebu kamuite bibi yako ndani." Aliposema hivyo hapo nikajua kuwa inawezekana mama Laula aliyenipangishia kile chumba basi huyu ndiye mwanaye, kwa maana hata kimuonekano tu walikuwa wamefanana. Basi aliinuka mtoto yule akaingia ndani, na baada ya muda akatoka na bibi mmoja ambaye alikuwa hajazeeka sana ila hakuwa kijana. Basi alipotoka bibi huyu aliniuliza kuwa ninamtaka nani. Aliponiuliza hivyo na mimi nikamjibu, "Nina shida na mama Laula." Basi hapo nilimuona huyu bibi na huyu babu wakitizamana kwa muda, alafu huyu bibi akaniuliza tena, "Nina shida gani na mama Laula?" Aliponiuliza hivyo nikawajibu, wao waniletee tu mama Laula kwanza, ndipo mambo mengine yataendelea. Nilipotia msisitizo wangu wa kumtaka mama Laula, yule babu aliniuliza, "Je, umewahi kuongea naye au unamtaka tu?" Aliponiuliza hivyo na mimi nikamwambia, "Ni juzi tu hapo nimetoka kuongea naye na akanipangishia chumba ambacho sikielewi." Walitizamana kwa muda na yule mzee akaniuliza tena, "Labda utuambie huyo mama Laula unayemtaka wewe yukoje, isije kuwa na changanya watu." Ikabidi niwaelezee vile nilivyomuona na kuwaonyesha. Na kwa kuwaonyesha kuwa namfahamu kabisa mama Laula, nikawaambia tena amefanana sana na huyo mtoto hapo ambaye alitumwa akamuite yule bibi humo ndani. Basi baada ya kusema hivyo, yule mzee aliinuka pale alipokuwa ameketi na kunishika mkono, kisha akaniambia twende. Basi tulitembea na yule mzee, japo sikujua tunaenda wapi, na giza lilikuwa linazidi kuingia, lakini niliamini ananipeleka kwa mama Laula ambaye nilikuwa ninamhitaji. Tulienda mpaka tukaanza kuuacha ule upande wenye zile nyumba za watu na kuelekea ule upande ambao hapakuwa na nyumba kabisa, lakini uelekeo huu ulikuwa ni kwenye kile chumba nilichopangishiwa na mama Laula, ambacho ndipo nilikuwa nimetoka huko kukimbia muda mfupi kabla ya kufika kwa mzee huyu. Kiukweli nilianza kuhisi miguu inatetemeka kwa sababu nyumba hiyo. Kwa sababu chumba hiko sikutaka kurudi tena, lakini sikutaka kuongea neno hadi tukafika. Mpenzi msikilizaji, huwezi amini, tulipofika eneo lile ambapo niliamini kabisa ndipo chumba changu nilichopangishiwa na mama Laula kipo,
Kwa awamu nyingine sikuweza kukiona chumba hiko, lakini niliweza kuona vitu vingine kabisa. Ndiyo, niliona kaburi. Kulikuwa kaburi na mti mkubwa pembeni. Tulipofika yule mzee akaniambia, umeuona huu mti? Hapa ndipo Mama Laula alijinyonga, na hili unaloliona chini ni kaburi lake. Hili lote lilikuwa ni eneo la Mama Laula, ila kuna changamoto na mambo mengi yaliyopelekea mpaka Mama Laula kujinyonga. Mama Laula ni mtoto wangu wa kumzaa kabisa, na akaniachia yule mtoto unayemuona pale, yaani mjukuu wangu. Aliwatendea watu vizuri sana, ila watu walimtendea vibaya, akaamua kujiua yeye mwenyewe. Hivyo inawezekana wewe hujakutana na Mama Laula halisi, bali umekutana na roho ya Mama Laula na si Mama Laula mwenyewe, kwa maana Mama Laula alishakufa miaka 3 iliyopita nyuma. Kiukweli nilianza kuogopa. Nilihisi sio kweli anachoniambia huyu mzee, lakini punde nikiwa hapo, ghafla niliyemuona Mama Laula akiwa mbele ya macho yangu. Ndiyo, alinitokea mbele yangu Mama Laula, lakini nadhani huyu mzee hakuweza kumuona, ila mimi peke yangu. Nilijaribu kumwonyesha mzee huyu kwa kidole kuwa atizame mbele yake, lakini huyu mzee aliniambia kuwa haoni kitu chochote. Nilianza kurudi nyuma. Hapo nilianza kumsikia Mama Laula akiniambia, huwezi kuondoka, kodi yako haijaisha, kumbuka mkataba wetu. Nilisikia Mama Laula akitoa sauti hiyo. Kiukweli alikuwa amenitokea mbele katika mazingira ya kustaajabisha sana. Hapo nikajikuta nakimbia alipo huyo mzee, na huyo mzee akabaki ananitolea tu macho wala asinielewe. Basi nilikimbia nikajikuta nafika mahali, na hapo nilikuwa na hema na nilikuwa nimechoka sana na sikujua maeneo hayo yalikuwa wapi, lakini nikiwa hapo nilishtuka baada ya kumwona tena Mama Laula amenitokea mbele yangu akiwa anarudia kauli yake ile ile, usiondoke, bado kodi yako haijaisha, kumbuka mkataba wetu. Kiukweli nilizidi tena kukimbia, huku nilikuwa ninasikia vicheko vikinizunguka. Ndugu msikilizaji, nilikimbia sana. Nilijikuta nakimbia umbali mrefu hadi nikatokea katika eneo la bahari, ambapo kwa nyakati hizo za usiku hapakuwa na watu kabisa. Ndiyo, kulikuwa na giza sana na palikuwa panatisha. Ilikuwa ni sauti ya mawimbi ya maji tu ndio ilikuwa ikinguruma masikioni mwangu. Nikiwa hapo sijui nielekee wapi, punde niliona Mama Laula wakiwa 4 wamenitokea kila pande, huku akirudia maneno yale yale ambayo alikuwa akiyasema mwanzo, kumbuka mkataba wetu, kumbuka mkataba wetu. Nilisikia sauti hizo zikitoka kwa pamoja midomoni mwao. Nilizidi kuogopa sana, na hapo nikaamua kukimbilia katika maji. Kiukweli sikuwa najua kuogelea, hivyo nikajikuta nasombwa na mawimbi, japo hata sikujua mawimbi hayo yametokea wapi muda huo, ilhali bahari ilikuwa imetulia tu na mawimbi yalikuwa yametulia, lakini nilishangaa mawimbi yakiinuka na kuzidi kunipiga mpaka nikapoteza fahamu. Nilipokuja kuzinduka nikajikuta nimezungukwa na watu, nikiwa katika mazingira ya fukwe za bahari, japo bado sikujua niko wapi, ila ni kama nililetwa na maji kutoka mbali. Wapo watu waliokuwa wanarekodi, wapo waliokuwa wananishangaa tu,
Wapo walikuwa wanajaribu kunioji, lakini akili yangu haikuwa sawa. Basi nilitoka katikati yao bila kuzungumza lolote, na hapo wala sikujua ni wapi. Lakini nilipozidi kupiga hatua, nikakutana na vituo vya kukatia tiketi za boti, na kulikuwa na bango limeandikwa posta ya zamani, Dar es Salaam. Nilitizama mbele nikakuta magari yameandikwa Gongo la Mboto. Nilishangaa sana. Niliwaza sana, japo sikutaka kurudi nilipotoka, lakini sikujua nimefikaje hapo. Nilikuwa na kumbukumbu za kupigwa na mawimbi baharini nikiwa katika harakati za kumkimbia Mama Laula, na sasa nipo Dar es Salaam, yaani nyumbani. Kiukweli kwa upande wa pili niliona ni ahueni. Sikutamani tena kurudi Zanzibar, sikutamani tena kurudi katika kile chumba, wala sikutaka kuendelea na ile kazi. Basi nilitafuta mahali nikasubiri nikauke kwanza kabla ya kuamua kufanya maarifa ya kuwa nitafikaje nyumbani. Kiukweli nilikaa mahali fulani nikawa najaribu kuota jua ili nikauke kwanza, japo mara kadhaa nilikuwa na stuka sana, huku nikiwa nina hofu nyingi. Mpenzi msikilizaji, hadi hivi leo nashukuru sijatokewa tena na Mama Laula, na sijui nilifikaje kutoka Zanzibar mpaka Dar es Salaam, ila nashukuru niko mzima, naendelea na maisha yangu, na hayo yote yamebaki historia kichwani mwangu. Asante, na huu ndio mwisho wa simulizi hii fupi inayokwenda kwa jina la Nilipanga Chumba Kilichohifadhiwa Maiti. Mimi ni Amani Leonard. Hapa ni Himaya ya Kusisimua. Usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata kila episodi ya simulizi ambayo tutaiachia katika chaneli hii. Asante na kwaherini. Tuonane katika simulizi zingine mpya na zile ambazo zinaendelea.